Hujambo mpenda mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chako Sauti ya Wakimbizi ambao kinaletwa nami Esther Shibabu, na kipindi hiki leo tuko kwa community. Na leo tunakuja tembelea nyumba hii ambayo tunakuta ni kama wanashona. Leo tutafahamu mengi kupitia kipindi hiki, huku Chris Santos anashikilia kamera. Usikose jiunga nasi, utafahamu mengi. Ya, na hapa tuko na dada yetu kama gisi nilivyokuambia. Mambo poa. Utajitambulisha, watazamaji watapata haja kufahamu. Kwa majina naitwa Regina Asende, ni mkimbizi, naishi Kakuma Refugee Camp, Kakuma 1, Zone 1, Block 12. Na sijui unafanya kazi gani? Mimi ni mshonaji. Na tumekukuta leo nyumbani kwako, sijui ndo mahali yako ya kazi? Hapa ndipo ninapofanyia kazi kwa sasa, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi huko sokoni, lakini nilipata changamoto ya sehemu ambayo nilikuwa nafanyia kazi ilikuwa ndogo, na pia baada ya mimi kuhitaji sehemu kubwa zaidi waliweka pesa kuwa juu sana, rent yani ilienda juu, na sasa nilishindwa kuafford hiyo rent. That's why nilikuja nyumbani nifanye hapa, na kwa vile wateja wangu wengi wananifahamu na niko na contact zao, niliwajulisha bado nafanyia hapa nikiwa sawa vizuri kifedha, ndo nitatafuta mahali pengine huko sokoni ya kufanyia. Na hii kazi yako ulijifunzia hapa kambi ama ulikuja najua tokea nyumbani? Hapana, nilijifunzia hapa kambi. Na hii kazi yako ulianza lini? Nilianza since 2020 ndo nilijifunza, then 2021 nikaanza kazi ya kushona, na nilianza kama facilitator. Hiyo kipindi yenye nilimaliza nilifanya na Harai Resilience kama facilitator wa kufunza young mothers. Nilipomaliza nilifanya 2021 to 2023. After hapo nikachukuliwa na Girl Power, nikafanya kama facilitator pia. Baada ya contract kuisha ndio nikaamua kuja kufungua business yangu. Na kwa sasa unafanya kazi hapa nyumbani, sijui customers wanakuja wengi kama hapo sokoni? Customers hawakuji wengi kama sokoni, lakini wamepungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu wengi wao walizoea kunipata hapo, lakini kwa sasa wamepungua kiasi kwa kuwa relocate, nimebadilisha maeneo. Sijui kazi zako, yani kushona kwako inakuaga iko special kiasi gani ili watu wenyewe wakuja kufuata hapa nyumbani? Kushona kwangu inakuanga special kwa sababu nashonanga nguo zenye ziko clean na design mzuri. Sitoshe huwa nina keep promise, nikiambia mtu date fulani ukujie mzigo wako, anakujanga anapata mzigo iko ready. So nakuanga honest kwa wateja wangu, huwa sidanganyi. Na changamoto gani sasa unakuwa unazipata hapa nyumbani wakati unashona? Changamoto hipo hapa nyumbani kwa sababu kama sahi niko na young mothers wenye walitaka niwafunze kushona, but space ni kidogo, hivyo nilichukua some wachache and waiting list iko mingi, inasubiri mpaka nikipata big space ndo naweza nikawachukua wengine. Hii kazi yako inakusaidia kwa lipi? Inanisaidia sana, kwanza kuwa kujitegemea, napata pesa yangu, si ile ya kusubiri mtu akupe. Isitoshe inanisaidia na hili ni empower sana kwa sababu nasaidia young mothers wenye wali drop schools, wenye walipata mimba mapema na wakaenda nyumbani na hawakuwa na skills yoyote. Nasaidiana nao kuwafunza ili waweze kujua jinsi ya kujitegemea kwa maisha. Vipi ukipata msaada unaweza fanya nini kwa community? Nikipata msaada naweza ongeza idadi yani tuseme idadi ya wanafunzi. Kama nilikuwa na train 10 young mothers, naweza ongeza idadi wakuwe wengi kwa sababu young mothers na women wenye hawana skills ni wengi. So naweza ongeza idadi ili nipate kuwafunza wamama wengi wakuwe kama mimi, kujitegemea ili maisha yao ikuwe bora zaidi. Kwa siku unaweza shona kama dress ngapi? Kwa siku ina depend na designs. Kuna hizi freestyle naweza shona hata dress 10, lakini kuna hizi fittings kama hizi za maharusi, hizi za wedding na kitchen parties unaweza shona either 1 ama 2.
dress per day. Vipi sasa ujumbe yako utaachia watu wote wanaokutazama? Kwa watu wanaonitazama, kwanza nawapenda sana na ningeomba mnisapoti. Niko na link yangu sahi iko Facebook, inaitwa Regina Fashion and Designing. Naomba mnisapoti kwa kunifollow na kuniunga mkono kwa kila hatua. Mimi ni mwanamke na napenda kuempower wanawake duniani ama kwa community yetu, ili tujitegemee na tukue watu kama wengine, tusiwachwe nyuma. Tunashukuru. Asante. Na kama ulikuwa unajiunga nasi, tambua tulikuwa tunatembelea Regina. Ni mwanadada mmoja ambaye anashona nguo vizuri kabisa hapa Kakuma 1. Unafika Congolese community, unaanza elekea upande wa New Canada. Uliza kwa Regina, utakuwa unapata nguo za design yote, anakushonea kwa muda ambao unataka. Sizunguke tena mahali hapo, utakuwa unapata vitu vyako vyote. Umesikia mengi kwa sikia leo. Mimi ni Esther Shibabu, kamera nashikiliwa na Chris Santos. Tukutane baadaye. Usisahau kufollow, kulike, kusubscribe.